naomba mnisikilize kwa makini sana, kwa sababu ni jambo ambalo kwa mtazamo utaliona ni la kawaida, lakini ukilitegea utaliona kweli ishu ni deep. Hii leo msikilizaji pamoja na mtazamaji, nataka nizungumzie zile ishara za kumtambua mwanamume ambaye hajawahi kabisa kushiriki tendo la ndoa, bimaana yani ni bikra. Unajua ni vigumu sana kwa mwanamume kutambulika kama yeye ni bikra au la. Sio kama vile mwanamke, kwa sababu unajua mwanamke kuna alama ya kibiolojia, sawa, ambayo inathibitisha kwamba kama mwanamke ni bikra ama sio bikra. Na hiyo alama yenyewe inaitwa hymen, yani ule utandu. Bimaana ukimpata mwanamke ni rahisi sana kutambua kama huyu ni bikra ama sio bikra, kwa sababu ya uthibitisho wa hiyo hymen ama ule utandu. So ukimpata mwanamke mwenye ule utandu, moja kwa moja unajua kwamba huyu hajawahi kabisa kushiriki tendo la ndoa, bimaana ni bikra. Lakini ukipata mwanamke ambao ule utandu hana, hiyo hymen haipo, utajua moja kwa moja kwamba huyu sio bikra. Kunazo njia nyingi ambazo mwanamke anaweza kupoteza ubikra wake, ila sio somo la leo. Hii leo nataka nimzungumzie huyu mwanamume ambaye hajawahi kabisa kushiriki tendo la ndoa. Kuna ishara, na hizi ishara ziko katika mafungu kama matatu hivi, kwa sababu kuna ishara za kitabia na kisaikolojia, lakini pia kuna ishara za kimwili wakati wa tendo la ndoa, lakini pia kwenye mazungumzo na mtazamo. So moja kwa moja katika hii ishara ya kitabia na ya kisaikolojia, hizi ndio zile ishara ambazo ziko wazi zaidi, kwa sababu mwanamume anakuwa kwenye mazingira mapya. Kwanza utamuona mwanamume ana wasiwasi ambao umepitiliza. Wazungu wenyewe wanasema ni nervousness. Yuko nervous, anatetemeka huyo, ana wasiwasi, utasema ni mtu anayeoga nje, kwa sababu ya ile hofu. Anatetemeka mikono, saa zingine hakuna utulivu, anakosa utulivu wakati wa kumuandaa mwanamke, kwa sababu siku zote kabla ya kushiriki tendo lazima mwanamke umuandae. So mwanamume bikra anakuwa na wasiwasi, anakuwa na hofu, anakosa utulivu wa kumuandaa mwanamke. Na hii yote msikilizaji pamoja na mtazamaji ni kutokana na kutojiamini, au moja kwa moja kutojua nini cha kufanya au kufuata. Sawa, Lakini pia ishara nyingine msikilizaji ni kushindwa kabisa kusoma ishara, kwa sababu muda mwingine mnapokuwa mko faragha, wewe na mpenzi wako, wewe na mke wako, sio wanawake wote watazungumza, wengine watatoa ishara. Sasa huyu mwanamume ambaye ni bikra anaweza asijue jinsi ya kuitikia ile miguno ya kimahaba ambayo mwanamke anaitoa. Sawa, ama utapata anasubiri aelekezwe, anasubiri maelekezo ya nini afanye, badala ya kuwa moja kwa moja na ule mtiririko kwamba mimi nikisema A wewe unafaa kusema B. Lakini maskini kwa sababu hajui, ndio mara yake ya kwanza, mchezo kwake ni mgeni. So wewe utasema A, unatoa ishara kwamba jamani mimi nasema A, natarajia wewe uitikie useme B, lakini kwa sababu hajui, ndio sasa anabugi hapo. Inabidi wewe kama mwanamke ukishajua kwamba huyu ni bikra, inabidi umpeane maelezo, utoe mwelekezo, hata ikibidi
kuchukua mkono wake na kumwandikia hiyo B. Muda mwingine hata hiyo B huwa hajui yaandikwa vipi, kwa sababu hajawahi kwenda shule, hajafungua kitabu, hajawahi kusoma. Atajuaje mambo kama haya? Kwa hivyo hapa ishara ni ile ya kushindwa kabisa kusoma zile ishara. Mwanamke akiguna, wewe unatakiwa ufanye nini? Akifanya hivi, wewe unatakiwa ufanye nini? Kwa sababu ni mara yake ya kwanza, anakosa kuwa na mtiririko ule wa asili. Kitu chengine msikilizaji, ni aibu ya mwili. Yaani huyu mwanamume ambaye ni bikra anaweza kuwa na aibu sana, especially mnapokuwa faragha nyinyi wawili. Anakuwa na aibu nyingine kubwa sana, hawezi kabisa kuvua nguo mbele ya mwenzake. Ama mwanamume kama huyu anasisitiza sana kuwe na giza. Sawa wewe mwanamke unataka taa iwashwe, yeye mwanamume anakuambia hapana bwana, zima taa ili asionekane. Sawa na kutotaka kwake kuonekana ni kule kuhofia kuhukumiwa, kwa sababu hajajua labda maumbile yake ni madogo, labda yani ni hofu. Kwa hivyo yeye yuko very comfortable kukiwa na kiza, tofauti na yule mwanamume ambaye ni mzoefu. Jamani, na raha ya kupeana mautamu mnapokuwa faragha ni muwashe taa, mumeo aoneshanga, na wewe mke umuonyeshe mume wako zile neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo ambazo umejaliwa na Mwenyezi Mungu. Sawa na hilo ni kundi la kwanza kuhusiana na zile ishara za kitabia na za kisaikolojia. Lakini kwenye kundi la pili hapa ni zile ishara za kimwili wakati wa tendo lenyewe. Hapa ndipo tofauti kati ya mzoefu na mgeni huonekana zaidi. Kwanza ni ugumu wa kuratibu matendo. Hakuna coordination. Yaani mwanamume ambaye ni bikra hapa anaweza kupata shida, kisha anaweza kuikosea njia. Wewe unamuelekeza bwana, we njia ya kwenda koko ni hii, yeye akatumia njia nyingine, either atumie shortcut afiki haraka, ama akazunguka mbuyu huyo mpaka akiipata njia. Wewe muonyeshaji njia umechoka. Kwa hivyo yani hapa anakuwa mgumu sana wa kuratibu yale matendo. Hajui hapa ndipo panapofaa kuingizwa na panaingizwaje. Sasa anapokuwa na ule ugumu wa kupata ile njia, basi mambo hapa yatafanyika ni aidha atumie nguvu kwa kutafuta ile njia, kwa sababu hana ufundi, hana uzoefu, hana ubunifu. So wewe tarajia kitu chochote, aidha kuumia, ama mwanamume bikra akatumia njia ambayo sio sawa. Hajui kuratibu mguso, miguno na miondoko ya mwili. Yaani kwa mara ya kwanza mwanamume huwa anapata tabu sana sana. Hakuna coordination. Yaani yeye ilimradi chombo kifike, basi haya tena. Lakini mwanamume ambaye ni bikra ni rahisi sana kwake yeye kufika haraka sana kileleni. Yaani anakuwa na premature ejaculation kwa sababu ya ule msisimuko mkubwa sana. Kwa sababu unajua ndio mara yake ya kwanza, maskini. Amekosa uzoefu, hana kule kudhibiti hisia zake. Akisikia wazungu wanakuja, atumie mbinu gani ili azuie hawa wazungu kuja ama kufika? Amtayarishe mwanamke wake kwanza, akojoe yeye, lakini kwanza anatoa yeye mbegu mapema sana, premature ejaculation. Kwa sababu gani? Ndio anapata hisia kali kwa mara ya kwanza, kwa hivyo hajui vile ambavyo anafaa kuzizuia zile hisia zake.
Kwa hivyo unapata mwanamume kama huyu ambaye ni bikra, inakuwa vigumu sana kudhibiti hisia zake. Akisikia wazungu anakuja, ndio hivyo tena, anawaachilia pasi na kujua kuna mbinu ambayo inafaa kutumika ili kuzuia wazungu wasifike kabla mwanamke hajafika kileleni. Sawa. Lakini hapa pia msikilizaji, kuna msisimko wa ngozi, kwa sababu unajua kwenye ngozi ya uume, sawa, kwenye glands pale, especially kwenye kichwa cha uume, huwa kuna hisia kali sana, iko very sensitive. Kwa hivyo mwanamume kama huyu ambaye ni bikra atakapopatwa na mguso mdogo tu, unaweza kumshtua, ukamfanya aidha ajisikie vibaya ama ajisikie vizuri kupita kiasi. So anaweza kufafatika mtoto wa mama mkwe huyo, ukasema ana kifafa, kumbe maskini ni zile hisia zimekuja juu, ni kali sana na hajui kuzicontrol, mwanamume ambaye ni bikra. Na jambo la tatu na la mwisho kuhusiana na mazungumzo na mitazamo ama mtazamo, unajua kuna maelezo mingi ya kwenye vitabu, ya kwenye filamu, naelewa. So mwanamume kama huyu anaweza kabisa akajua mambo mengi tu sana. Ni bikra lakini anajua mambo mengi, aidha kwa kupitia filamu, kwa kupitia kusoma, kwa kusikiliza redio na vitu fulani kama hivyo. Lakini mwanamume huyo ambaye anajua mambo mengi kwa kusikiliza, kuona na kutazama, anaweza kushindwa kuyatekeleza kwa vitendo. Unaambiwa kwa ground vitu ni different. Sawa, kwenye mazungumzo utamsikia anazungumza, ama kwenye akili yake, kwenye fikra zake anajiambia kwamba mimi nikipata mwanamke nitamkunja, nitambroli na vitu fulani kama hivyo. Lakini sasa amepata huyo mwanamke, anashindwa kabisa kuyatekeleza kwa vitendo. Sawa, kuna ukweli wa moja kwa moja. Sawa, na njia rahisi ni ile ya kuhakikisha zaidi ni mawasiliano. Wanaume wengi ambao hawajawahi kushiriki tendo la ndoa huwa na wana ile tabia ya kutotaka mazungumzo ya kuhusiana na tendo lenyewe. Hawazungumzii kama vile mwenye uzoefu wa tendo la ndoa. Ama akisikia kwamba yuko kwenye grupu na mada kama hizi zinazungumziwa, utamuona anajitafutia sababu aidha aondoke kwenye hicho kikundi kwa sababu hayuko huru, hayuko confident enough kuzungumzia kuhusiana na hizo mada. Na iwapo ataulizwa swali, vipi wewe, kwa sababu ni hivi na hivi, unajua tena mambo ya kijiweni, kuna vile ambavyo unaweza kuulizwa jambo na haujawahi kulifanya, aidha upeane jibu la shortcut ama upeane jibu ambalo utajitoa kabisa katika hicho kikundi. Sawa, Kwa hivyo hizi ni baadhi ya zile ishara ambazo mwanamume bikra huwa yuko. Sawa, Kwa hivyo na wewe kama utakuwa unajua baadhi, unaweza kunipigia simu ama ukaniandikia kwenye comment section hapo, uniambie ni ishara gani nyingine ambayo unaijua ambayo huwa anayo mwanamume ambaye huwa ni bikra. Sawa, Lakini njia bora zaidi ya kuelewa hali kama hii ya huyu mwanamume ambaye ni bikra, msikilizaji pamoja na mtazamaji, ni kutengeneza mazingira ya uaminifu na kutomhukumu. Sawa, Sio kwamba wewe mwanamke unajua zaidi basi ukaanza kumhukumu mwanamume kama huyo, hapana. Mtengenezee mazingira ya uaminifu bila ya kumhukumu, ili aweze kuwa huru kueleza ukweli wake. The moment akipata mwanamke ambaye anamuonyesha kwamba you are good, yani wewe hapa uko uhuru, jiachie, inakuwa rahisi mwanamume kama huyu kumfungukia mwanamke kama huyo kwamba this is my first time, sijawahi kushiriki tendo na vitu fulani kama hivyo. Alafu mambo yanakuwa maridadi, wote wanafundishana na wote kwa pamoja wanafurahia tendo.